Hujambo na karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Maafisa wa jeshi la Iran IRGC wameiambia Marekani kwamba Iran sio Iraq, kwamba wataivamia na kufanya watakalo bila kushambuliwa. Maafisa wa Iran kutoka jeshi la IRGC wamemwambia rais wa Marekani Donald Trump kwamba afahamu vyema kwamba Iran sio Iraq. Iran ni taifa ambalo limeibuka katika mataifa yenye silaha za kisasa za teknolojia ya hali ya juu, na kwamba wanaweza wakashambulia katika maeneo mengi yenye maslahi ya Marekani, lakini pia wana uwezo wa kupata silaha za kuweza kuifikia Marekani. Maafisa hao wa IRGC wamesema kwamba rais wa Marekani Donald Trump amefanya mahesabu mabaya nchini Iran katika muktadha wa kuanzisha vita na uchokozi alioanzisha akishirikiana na Israel. Hata hivyo, mashambulizi ambayo yameanzishwa na Marekani na Israel yaliyomuua kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei, kwa mujibu wa viongozi wa juu wa jeshi la Iran, ni kwamba yalikuwa ni mahesabu mabaya. Israel kwa muda mrefu imekuwa ikihisi tishio la kuwepo kwa Iran na imekuwa ikishawishi Marekani kuchukua hatua za kijeshi kukomesha mpango wake wa nyuklia, bila kusahau utawala wenyewe. Hata hivyo, mpango ulikuwa ni kuangusha kabisa utawala wa Iran. Na hata wakati huu viongozi wa Israel pamoja na Marekani, mipango yao zaidi ni kuwaua viongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, wakisahau kwamba uongozi wa Iran ni mfumo na si watu. Mfumo uliopo katika taifa hilo hautegemei watu fulani, na ndio maana hata baada ya kuuawa kwa kiongozi mkuu, Iran iliendelea kuwepo na viongozi kadhaa walishika mamlaka, wakitoa ushawishi, wakitoa mawazo ya namna ya kupambana na Marekani na Israel. Na hata baada ya kuchaguliwa kwa Mojtaba Khamenei, kazi imeendelea. Waliuawa viongozi wakubwa akiwemo Qasem Soleimani, wakaja viongozi wengine wakauawa, na wakateuliwa viongozi wengine ambao pia wanawindwa ili wauawe, kutokana na namna ambavyo Marekani na Israel wamepanga kwamba hiyo ni moja kati ya sababu za kuweza kuharibu uongozi. Hata hivyo, jeshi la Iran limeeleza hayo likitolea mifano kunyongwa kwa Saddam Hussein ambako kulimaliza utawala wa Iraq mwaka 2006, wakisema kwamba mamlaka nchini Iran haitegemei mtu mmoja, lakini mamlaka nchini humo zimeshaweka utaratibu kwamba baada ya kuondoka kwa fulani kutokana na kifo, mwingine atashika wadhifa huo na ataendeleza kile ambacho amekikuta kutoka kwa mtawala aliyepita. Ushawishi wa Wayahudi nchini Marekani unaokubaliwa kuwa na nguvu sana umesukuma lengo hili, lakini marais wa awali wa Marekani walipinga shinikizo hili. Barack Obama kwa hakika alijadiliana kuhusu mpango wa JCPOA kama suluhu la suala la nyuklia. Donald Trump, licha ya mazungumzo yake yote kuhusu mipango ya amani iliyompa haki ya kupokea tuzo ya amani ya Nobel, ni rais wa kwanza wa Marekani alichukua uamuzi wa kuingilia kijeshi moja kwa moja mwezi Juni mwaka 2025 kwa kushambulia maeneo ya nyuklia ya Iran, na amefuata pia Februari mwaka huu kwa kuanzisha operesheni kubwa na pana ya kijeshi dhidi ya nchi hiyo. Malengo yaliyotangazwa na Trump ya kuanzisha vita hivi yamebadilika katika matamshi yake. Mnamo Juni mwaka 2025 alitangaza kwamba mpango wa nyuklia wa Iran ulikuwa umefutwa. Hata hivyo, alishirikisha Iran katika mazungumzo kuhusu mpango wake wa nyuklia katika wiki chache kabla ya mzozo wa sasa, akiitumia Oman kama mpatanishi. Wakati huo aliweka ngome za kijeshi kupitia meli yake kubwa ya kijeshi ya USS Abraham Lincoln ya vikosi vya Marekani karibu na Iran kwa ajili ya hatua za kijeshi ambayo ilipendekeza kwamba lengo lake linakwenda zaidi ya swala hili la nyuklia. Marekani daima imekuwa ikitaka kuzuia mpango wa makombora wa Iran pamoja na jukumu lake la kikanda ili kupunguza uwezo wake wa kuipiga Israel, kama ilivyoonyeshwa wakati wa mzozo wa siku 12 mwezi Juni mwaka 2025. Lengo lingine la Marekani lilikuwa ni kulazimisha Iran kukomesha uungaji mkono kwa makundi ya Kiislamu ambayo yanatishia usalama wa Israel kama vile Hamas, Hezbollah na Houthi. Iwapo Washington ingefiti kwamba kumuua kiongozi mkuu na maafisa wakuu wa kijeshi na kijasusi kungesababisha kusambaratika kwa utawala huo, mkakati huo umeshindwa. Kwa kweli, mnamo Juni mwaka 2025, Trump alikuwa ametangaza kwamba Marekani ilijua eneo kamili la Ayatollah Khamenei na inaweza kumtoa kama inahitajika. Huenda Trump alihisi kwamba mafanikio yake nchini Venezuela ya kumteka nyara Nicolas Maduro kupitia operesheni ndogo za kijeshi na kumweka makamu wa rais mnyenyekevu wa nchi hiyo yanaweza kuigwa nchini Iran, lakini mkakati huo umeshindwa pia.
Trump alisema kwa mabadiliko ya utawala nchini Iran hayakuwa lengo, lakini rais wa Marekani anajulikana kwa kutoa kauli zinazokinzana. Sasa anashambulia miundombinu ya kijeshi na kiraia ya Iran na kutoa maonyo ya kutisha kwamba Iran itaangamizwa kama nchi. Marekani imedai kuwa malengo 6,000 nchini Iran yamepigwa hadi sasa. Shambulio la kombora la Tomahawk katika shule ya Iran imeua wasichana 165 na kujeruhi wengine. Limesababisha mzozo kuwa mkubwa ndani na nje ya nchi. Sasa moja kati ya changamoto kubwa ambayo wakati huu wa Iran wanaonyesha ni namna wanavyojibu mapigo kwa serikali ya Marekani na kwa serikali ya Israel, lakini pia katika eneo zima la Ghuba ya Uajemi. Kadhalika ni namna ambavyo wameamua kuzuia chochote kisipite, hasa meli za kubeba makontena ya mafuta pamoja na gesi katika mlango bahari wa Hormuz. Hii inamfanya rais wa Marekani Donald Trump kuomba misaada kutoka NATO na mataifa mengine ili waweze kupeleka meli zao za kivita katika mlango huo bahari wa Hormuz, lakini pia washirika wake nao wanakataa. Basi mtazamaji, nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.